Raduti leo ni aina. Bwana Yesu asifiwe. Raduti ndio kirogo roho akikira. Amen. Na mimi ninapokuwa na giki nikenda mumuthikiririe. Bwana asifiwe sana. Nimeona ameanza kuhubiri kwa online na hubiri na kanisa la CFF, lakini rafiki yangu sana. Na nilimtia moyo, nikamwambia kwamba safari hii tutafika. Amen. Akaniambia familia yake. Familia nao wakati walikuja wakakuomba kwako, wakaniambia leo mtoto ndio wewe na ona nini ya kanini na kama tumia ngewira na wewe ko kundeka kanini leo tungeina muno cia kiro ni nyona wagithie nako. Bwana asifiwe. Ogwo na wewe urenda kindu kuri niĩ uka mundu wa Ngai atugoke moko magari please ahuraita ndikire kathuti kake. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Naitwa Pastor Mwangi, vile apostle amesema, nimekuwa Kristo ni Bwana. Napenda Mungu sana, na vile apostle amesema, niko nawaza nikiwa nimekaa pale. Na nikasema nitawaambia, siko nasema pia kuna huyo roho. Niseme ya kwamba Mungu alikuwa amenifunua kile kipawa cha ualimu. Nikatazama, nikaona apostle ana kile cha uinjilisti. Sasa mimi nilienda nikaanza kutapingi kwake, napanda kwake, na ukinywesha nabii kikombe cha maji unapokea unabii. Bwana pewe sifa. Na ukinywesha mwalimu kikombe cha ualimu pia unapokea hiyo. Usikae hapa kanisani bila ufunuo. Bwana pewe sifa. Kaa na ufunuo, naye Mungu ataweza kukubariki. Nimepatiwa muda wa dakika 20, kwa hivyo sitaongea sana. Niseme nimeoka Kristo ni Bwana, na mimi nampenda Mungu sana. Napenda madhabahu haya. Sijui nani amebarikiwa pamoja na mimi. Nimesikia nguvu za Bwana. Pokea sifa. Ambia Mungu ni asante tu kwa moyo wako. 1 second. Ambia Bwana ni asante. Si kawaida Bwana kushuka na kukutumia. Bwana pewe sifa. Hakika nilisikia Mungu. Nilisikia nguvu za Mwenyezi Mungu. Ni favor. Kanisa zingine wameenda, wametoka, wamekuwa wamekauka. Lakini wewe Bwana amekukumbuka. Hallelujah. Hallelujah. Vile nimesema mimi ni Pastor Mwangi ama Pastor Peter, ule ni mke wangu, anaweza kuwa wewe, wale ni wasichana wangu, wanaweza inua mkono tu, wamenilete tuwe pamoja na nyinyi. Nitatumia muda wangu vizuri na utumie masikio yako vizuri. Hallelujah. Haya, nataka kuongea kuhusu Thanksgiving. Thanksgiving ni nini? Thanksgiving ni moyo ambao umejawa na shukrani. A grateful heart. Si tu kwa mdomo, katika kilindini cha moyo wako unasikia kwamba unasikia kumwambia Bwana ni asante. Bwana pewe sifa. Wakati mwingine unataka tu ya kwamba uone ya kwamba umebarikiwa na gari, unataka uone ya kwamba una kazi nzuri, lakini Bwana anataka tu kiamka asubuhi uone ya kwamba uko na uhai, unamwambia Bwana thank you Jesus. Wengine wako katika hospitali. Bwana pewe sifa. Password ya your destiny ni Thanksgiving. Password to your destiny is Thanksgiving. Unataka Bwana afungue vipawa zako, ni shukurani. Na maandiko yanasema katika Zaburi 100 mstari wa 4 na 5 ya kwamba ingia mlangoni kwa Bwana katika hali ya shukurani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mahali popote unatoka mbali, ukimwambia Bwana ni asante, wewe ikaitwa ile, hakuna kama wewe. Unapofika mahali Bwana amefika, nyuani zake, unamwambia Bwana ninakuabudu, Bwana ninakusifu. Praise the Lord. Watendo waambia watumishi wa Mungu, ile kitu inatuma ya kwamba tusitembee na Mungu, tusiwe na nguvu za Mungu, ni kukosa shukurani katika moyo wako. Na ile kitu inatuma ya kwamba usimshukuru Mungu ni kukuwa na roho wa kuzoea. Bwana pewe sifa. Roho wa kumenyerakai. Wamenyerakai monore, wanagokira na muhaka. Unapoamka unasema ni lazima, nimeamka vizuri. Hata hauambii Mungu ni asante. Kabla utakile kitanda, unafaa kuambia Mungu niwe gagai. Hata nimeamka nikiweza kuongea. Watendo waambia kuna watu huwa wanalala wakiamka asubuhi ni bubu. Praise the Lord. Mwingine akaenda kuamka kama kawaida anasikia hawezi. So kwa hivyo unaambia Mungu ni asante. Nimesema ya kwamba shukrani ni jambo moja ya vitu ambazo kufungua destiny yako. Na anza na kusema ya kwamba as the key of your destiny.
Kwa hivyo is the key to your destiny. As the gate work to God's courts. Kwa hivyo ukiingia malangoni pa Bwana unafaa kuwa na shukrani. Mwadhani ya Yesu. Kwa hivyo njia moja ya shukrani vile nafanya ni unakaribia malangoni pa Bwana kwa shukrani. Wacha niwaambie kitu kimoja. Unapokuwa katika hali nzito, haunaweza kujihangaika kwa mno. Mwadhani ya Yesu. Unapokuwa katika hard times, ambia Bwana ni asante. Ni asante Bwana nilifutwa kazi. Ni asante Bwana ya kwamba mke wangu tumenukiana, lakini katika hii hali utaonekana. Praise Jesus. Unasema ya kwamba biashara iko chini, drama ukawela, hakuna kitu nauza, lakini katika hii hali nitamshukuru Mungu. Na unaposhukuru Mungu katika hali ngumu, mbingu huwa linafunguka. Naye Mungu anakuonekania, anakujibu. Ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Lakini unangojea tu mambo ya kuwe salama. Ukiwa salama huwezi kumbuka kumshukuru Mungu, ni kwa sababu uko katika hali utele. Nelewe mwana nimenota ngine usokelia gaika. Na nikwambia kitu kimoja, uzoefu ni mbaya. Kwa sababu nikikwambia kila Monday nitakuwa nikipatia 500, utakuwa unanishukuru siku ya kwanza. Thank you Mungu. Ndio haya magana 5. Hii ingine lakini ya 5 utazoea. Useme hata yule mtu atatuma ile pesa alisema. Watu huwa wanadanganya sana. Ni kwa sababu umenizoea sana. Hivyo ndivyo tumezoea hata Mungu. Hivyo ndio tumezoea madhabahu ya Bwana. Ndiposa tuweze kufunguliwa. Unakuja hapo unaona apostle vile anasema, ni hivyo alisema last week. Hivyo ndio alisema hata last month. Alisema nitabarikiwa. Hiyo kuzoea Mungu na kuzoea madhabahu inasutuma moyo wako ukose shukrani. Praise Jesus. In your affliction, katika mawimbi, ambia Bwana ni asante. Mawimbi yamewaka kama moto, maadui wamesimama, lakini kwa sababu wewe ni mwaminifu, ninajua unatengeneza njia. Najua ya kwamba shakaraba yanda, unasema ya kwamba najua haya yote yanakutanga mwanadamu wa kawaida, na najua utatengeneza njia, nitatoka katika hii hali nikiwa mshindi. Praise Jesus. Kama ungejua kile ambacho umepepa, ungemwambia Bwana ni asante. Wengine katika between your opening and your destiny is thanksgiving. Ni shukrani tu umekosa, Mungu akufikisha mahali pako. Praise the Lord. Unajua kama unataka mbingu ifunguke, utamwambia Bwana ni asante hata katika hali ngumu. Usigojee tu mambo ya kuwe mazuri, ila kainewega mwadhani ya moso mwenye kura kainewega. Dhabihu ambayo hufurahisha Mungu sana si dhabihu ya pesa, si dhabihu ya sadaka ya sadaka yote, lakini the thanksgiving of your heart. Romans 12 verse 1 chapter 2 inasema ya kwamba utoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai, kwa maana hii ni sadaka ambayo inakubalika mbele za Mungu. Watu wote igongona ya mwili wako wewe kainewega, mbona wetigira kuhika, kwa maana Mungu anasema nikiomba maombi ya kufunga nitakonda, watu watanitazama na nitatupoteza sheep. Nitapoteza sheep. Wana pesa sifa. Wanaona wanasema nitakosa muscles. Nitatembea namna gani na modoro menege soka raba shakara bayanda. Kwa kuimenya. Know yourself in the realms of the spirit. Nitodo wewe tukatane no ndio usafiria kaika. Jifundishe kuambia Mungu ni asante. Na kuambia asante huwa inafungua utasa. Ndio ndakora ndimo wena wagirene ila mwadharine wewe. Na isikuwe tu ni kwa sababu unataka, zoea iwe katika mazoeo. Wazo iwe katika moyo wako. Bila tu uwanga unapumua na asante. Ni kwa maana Mungu atafungua vipawa vyako. Ndio tu vipawa vyako zifanye kazi, ni kwa sababu Mungu anajua huyu alizoea. Na unapokosa moyo wa shukrani, huwa unakuwa na kiburi. Pride inakuja kwa mtu ambaye hajui kusema ni asante. Na ukipatiwa kama hivyo nilikuwa nasema nakupatia 500, unasema modo iwe na pesa udage na ngiri. Hawezi pata 1000, ni 500 tu. Hawa ni wale watu wagamu. Unaweza kuwa na moyo ambao ni wa kiburi. Kama unataka Mungu atoe kiburi, zoea kushukuru Mungu hata vitu ambavyo vinakaa ni vidogo. Mwadhani ya moso. Wewe ukila tu, atenuari ya kima hapo ka. Wacha kusema afadhali ingekuwa ya nyama,
Sinaona watu wananunua bustani. Kwani zile bustani za watu tofauti. Mbona mimi sikuli? Unakuwa na moyo wa kiburi. Haleluya. Kuna pokea kuambia Bwana, ni asante Bwana. Kuna mwingine ako hospitalini hawezi akakula. Kuna tajiri hawezi kula kuku. Bwana apewe sifa. Kuna tajiri ambaye ako na magari hawezi endesha hizi gari. Bwana ni amoso. Ndio mwana ndio na gari. Wanaikone si akore shilingi 30. Na pandanga gari. Kuna mtu mmoja alihamishwa kuja kusumbua watu Nairobi. Na Mungu akatuma hewa ya Nairobi muharibikie. Akapelekwa Mombasa. Alipopelekwa Mombasa, akaanza kuwa na afya nzuri. Imagine Mungu amekutoa mahali hewa ni nzuri, anakupeleka mahali kuna jua kali. Alipokuwa anaongea na watumishi wa Bwana, wakamwambia Mungu anasema ununue mabati za kanisa fulani na utaweza kukaa Nairobi. Alipofanya hivyo, alirudi Nairobi kama kiburi kimeshuka. Amen. Hallelujah. Na ukiinua hapa amie, wewe kwa gako na wewe na moyo wa kiburi, Mungu anaweza kutoa, anaweza kushift from your position, akudisposition, akuweke mahali pengine. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza chapter 2, hapo inasema ya kwamba Mungu ndiye huinua masikini kutoka mavumbini. Bwana apewe sifa. Na Mungu ndiye huinua tajiri, masikini, anaacha huyu aishi na anaacha huyu akufe. Ukimenya uko utamwambia Bwana ni asante. Ukachua ni favor Mungu amekupatia ndiposa kwa mahali hapa. Kuna mtu amefungwa huko anakuja kwa baa, akataka kuondoka akarebo, lakini Mungu amekuacha uingie katika nyumba yake. Ni kwa sababu ya rehema zake. The grace of God. Hallelujah. Tasoma tu kitabu kimoja kwa sababu ya wakati. Na ikifika kunipatia ala mjusi angalia Roho wanaka akanipeleka upande mwingine. Ikifika wakati wangu Apostle Peter tu nitoe usimame nitajua. Alitaka kusoma kitabu ya watu ambao walikuwa ni lepers, watu wenye ukoma. Kitu moja Mungu anafanya, ukileta shukrani mbele zake huwa anakuponya kabisa. Lakini kama hauna shukrani unaponyangwa, lakini unakuwa na marema. Wacha tuone hii ni katika kitabu cha Luke 17 verse 11 to 18. Luke 17. Bishop Anderson anatuambia tusitunange pole kwa maandiko, watu huwa wafuati haraka. Pengine ya kufungua. Kwa hivyo Luke 17 nitaenda verse 11. Na ni 11 to 18. Inasema hivi. Wacha nianze 13. Wacha nianze hata 13. Wakapasa sauti 12. Wacha nianze 12. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali. 13 nasema wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. 14 nasema alipowaona aliwaambia, endeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda wakatakasika. 15 nasema kwamba na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. 16 nasema akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Haleluya. 17 nasema kwamba Yesu akamjibu akanena, hamkutakaswa 10? Wale 9 wameenda wapi? Wacha tuende 18. Inasema kwamba je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? 19 nasema akawaambia, inuka, enda zako, imani yako imekuokoa. Kwa hivyo na imani, kwa sababu ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa unatoa vidole, unatoa nyama za mwili. Wale walienda walitakasika ili wakifika kwa kuhani wapone. Haleluya. Lakini alipofika pale akatazama ya kwamba ametakasika, alirudi. Na aliporudi Yesu alimwambia, na si mlikuwa 10? Wale 9 wako wapi? Akaona huyu ako na ufunuo na akamwambia, wewe na mmoja, si wewe ni mgeni, wewe ni Msamaria, hata wewe si huyu, you're not a Jew. Yaani wewe si nyumba ile ya Bwana imeteuliwa, na wewe ndio unasema ni asante.
Kwa hivyo wewe umeokoka siku ya leo na umekuwa mzima. You have become whole. Siku ya leo. Nani atatamani kuambia Mungu ni asante? Uwe mzima. Haleluya. Wenda baraka yako inatengenezwa. Lakini kwa sababu hausemi asante, haikamiliki. Praise the Lord. Kwa hivyo, what are the benefits of thanksgiving? Sisi tunasema ni faida gani unapata unapomshukuru Mungu? Namba moja, complete healing. Unapata uponyaji wa kabisa katika maisha yako. Na kuna magonjwa mengine yako ndani yako haihitaji deliverance. Na hitaji tutaje shetani, tuseme ati kupokea nguvu za fire of the Holy Ghost. Hazitaki hivyo. Zinataka kwenda kwa madhabahu ya Bwana, umwambie ni asante upone. Kuna umasikini fulani unakusumbua siku nyingi, hauhitaji maombezi mengi, hauhitaji 40 days, unahitaji thank you Jesus. Ni kwa maana ni mwaminifu. Wewe ni Mungu wa mbingu na dunia. Ni nani kama wewe? Wewe ikaitwa ile. Unaposema hivyo, now you are being transformed by renewal of your mind. Fikra zako zinaanza kukubadilisha. Bwana kwa sifa. Na kuna mtu mwingine anapokea hekima, hajapokea ufahamu kwa sababu hajui kushukuru. Waseni waambie, ile time unachukua kuambia Mungu ni asante ni very short. Lakini ya mahitaji, ofisi ya mahitaji mbinguni iko very busy. Lakini ya kusema ni asante malaika ulala, hata wanakuwa transferred kwa deliverance kule kwa sababu hawana kazi. Praise Jesus. Mstamani yake ni mwema. Wewe jitazame vile ndanga. Bwana ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Unaanza sasa nitakase. Unafaa kuchukua full day. Waambie Bwana ni asante. Ni kama hii huduma nimeona jinsi vile Mungu amewafanya. Mko na kila sababu ya kuambia Mungu ni asante. Kanisa ngapi ziko huko zimekaa miaka 10 ni kama bado ziko. Kwani nimefanya Mungu nini? Ni neema. Unaambia ni asante. Unaambia hakuna kama wewe. Umetutengenezea kadetro, umetupatia mashini za nguvu, umetupatia watu wenye upako wa Mungu. Niongee kama wewe. Wakati unasema ni asante, naye Mungu huwa anakutukuza, anakuinua juu. Tumeona vile alimwambia huyu, imani yako imekuponya, akamuinua. Ndio wasokiria gai megatho, ukamurane thank you, agutoraka hauha. Because anaona uko na humility. Benefit number 1, anakumake whole. Ingine, God will use you. When you ukichua kumwambia Mungu ni asante, kama Yesu vile aliinua mikate. Alipoinua mikate, akakira mwadhani ni asante. Aliposema ni asante ikakuwa multiplied. Hadi 5,000 wakakula kwa sababu tu ya shukrani. Angalia waambie Yesu Kristo hapo alisema ati ni asante Bwana, akainua juu. So when you say thank you, Mungu anaanza kukutumia. Ni kwa maana katika moyo wako unapata hauna kiburi. Mwadhani ya boso. Ingine, ukisema kwambia Mungu ni asante unakuwa humble. Hata ukikula hizo boga niko nasema unaambia Mungu ni asante. Olinda ya boga ni gari yako. Mwadhani ya boso. Mimi napanda mathiri mimi nitaendesha yangu. Mimi ambao sina mtoto, ni wewe utanipatia mbegu katika tumbo yangu. Usiangalie watoto wengine tuwe Mungu atakubariki. Unaanza kusema hata hakuna haja ya kuishi. Wengine wako na watoto na mimi sina. Unaambia Mungu nakushukuru kwa sababu yule kijana ataenda mbali wa yule mama. Na hata wangu atakapokuja nitaenda mbali. Hata utampeleka mbali na umbariki. Mwadhani ya boso. Nasema hivyo, the power in thanksgiving. It's so mighty. Ingine ni your destiny is opened. Ukipenda kuona hili thank you, Mungu kufungulia milango ambayo imejificha sana. Kwa hivyo uwe ukijifundisha mambo ya kuambia Bwana ni asante. Dukana nogende kuelaka ile thank you. Wakati mwingine Mungu anakuweka katika madarasa. Baada ya kumshukuru unaanza kulia. Na hakuna Mkristo aendaye katika darasa. Mungu ndiye alikila ndani yake. Job alipotoa darasa yake, Job alipomaliziwa vitu zake zote, ile kitu nifurahisha na Job, aliinama chini akamwabudu Bwana. Akamwambia, nilikuja bila kitu na mimi nimekuja nitarudi kwako bila kitu. Praise Jesus. Na hiyo ndio Mungu aweza kuinua Job sana. Akapatiwa wasichana warembo, wale maadui watu walikuwa wanamuinukia, wakaambiwa wambariki. Bwana pewe sifa. Benefit nyingine, ukijua ku thank God, you become
contented. Contented ni kusema unaridhika. Nuiganagera na ihena. Ukijua kwambia Mungu ni asante, utaweza kuridhika. Na hiyo tu naomba tu aposta anipea hata dakika 3 ndio karibu kumaliza niwasomee. Hiyo katika kitabu cha First Timothy chapter 6 and verse 6. First Timotheo wa kwanza 6 na 6. First Timothy chapter 6 and verse 6 napoenda kutamatisha. Sasa kuna muda wa wahubiri wengine na pia wako na neno letu. So First Timothy 6 verse 6 na inasema hivi. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Praise Jesus. Yaani ukorowe nao ukai na uridhike. Kuna watu wengi katika nyumba ya Bwana hawaridhiki. Umeokoka lakini hauridhiki. Bwana pewe sifa. Kuridhika ni kusema wewe unaiganana. Ukipata hiyo kitu kidogo unafurahia. Paul alikuwa anaambia Timotheo katika Mathayo akamwambia, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing. Unapokuwa na gari kubiduga akikuona sio. Hata ukikuwa na manyumba makubwa hautaenda nazo. So kwa hivyo kunayo ile sehemu ya kwambia Mungu ni asante. Ukimwambia Mungu ni asante, unatayarisha kule utaenda. Hapa duniani tuliambiwa utakaa muda kidogo, lakini kule tunaenda ndio tunaangalia sana. Bwana pewe sifa. Na katika unapoweza kushukuru Mungu, verse 9 inasema ya kwamba but they that will be rich fall into temptation. Hata tuseme kwa Kiswahili verse 9. Inasema lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru ziwatozazo wanadamu katika upotevu. Bwana pewe sifa. Sasa usipojua kushukuru Mungu, huwa kuna tamaa inakuingia. Tamaa ya dunia hii. Mwana ya boso. Tamaa. Ukipata hii unataka hii. Ukitaka hii unataka hii. Na kwa hivyo unaweza kukimbilisha utajiri. Na utajiri maandiko yanasema katika proverb ina mabawa. Inakuwa na mabawa. The more unakimbisha utajiri, the more unaendanga sana. Bwana pewe sifa. So kwa hivyo unazidi kuwa na tamaa nyingi kwa sababu hauna ile kuridhika. Praise the Lord. Na waombea siku ya leo Mungu akaweza kutusaidia pamoja na nyinyi. Tuwe na moyo wa shukrani. Kwa maana tumesema thanksgiving is a key, is a password to your destiny. Thanksgiving will make your blessing to come down. Thanksgiving itafungua wingu la chuma. Pengine si kufunga itakusaidia, lakini kumshukuru Mungu kuna wingu huwa liko pale la maadui la chuma. Ukitaka kujua hilo katika Isaia kuna wingu la chuma liko ligoro ya suma. Na hii ndio baraka zikuja lazima upenye hapo. Na kupenya hapo unapenya katika njia ya shukrani. Praise the Lord. Kuna mtu amesikia kitu. Kumo mboge tukarorembe sikia. We change our mindset. Kugaga na thank you. Hata hapa unajua hatuna hiyo sana. Sisi wa Afrika uasanti hatuna sana. Haiko ndani yetu. Lakini wale wazungu unapatia kitu thank you, thank you, thank you. Sasa tunafaa tuwe hiyo na hiyo tabia kwa Mungu wetu. Na tutaanza kusisi kwa sisi. Ateke kwa mundu ni thank you. Mwadhani ya boso. Eno akinya akunde kupatia kitu kidogo asante. Chika hii mfuko ni yako asante. Ufundishe moyo wako shukrani. Nitafikisha mahali hapo. Mungu awabariki. Awatende mema. Awafungue kwa sababu ni mwema. Na wapenda kwa upendo wa Yesu Kristo. Yes. Nafurahia umbali Mungu amewaleta. Yes. Nafurahia hii cathedral. Yes. Na niko nafunua vile hapa altar ni kubwa, expect kufunguliwa. Nilipokuwa nimekaa pale naona vile upana wa madhabahu huko ndio watu wanafunguliwa zaidi. Yes. Na nikaona apostle Mungu aliwapatia revelation. Na Mungu awabariki na kufikisha mahali hapo. Yes. Napenda sana kwa mtumishi wa Mungu, kwa kusimama mbele. Asante sana. Moyo wa shukrani. Na tuwe hilo lugha kwa rafiki. Na ndio ile moko wana kwa